Basi ujumbe wa leo una kichwa kinachosema kubali kutumiwa na Mungu. Kubali kutumiwa na Mungu. Kubali kutumiwa na Mungu. Wangapi wanapenda kutumiwa na Mungu? Sote, si ndio? Naamini hakuna mtu yote ambaye hataki kutumiwa na Mungu. Hata ukienda kumfuata mtu ambaye hampendi Mungu, ukimwambia, "Je, unatamani kutumiwa na Mungu?" atakujibu ndio. Ni jibu ambalo liko wazi kabisa. Sasa leo nataka tukaangalie jinsi Mungu anavyoweza kututumia katika maisha yetu. Kutumiwa na Mungu ni zaidi ya kwenda kumwambia Mungu naomba unitumie. Ni zaidi ya kwenda kumwambia kuomba Bwana naomba unitumie, Bwana naomba unitumie. Kuna vitu ambavyo tunaweza tukafanya alafu vikawa vinaonyesha kwamba tumemwambia Mungu au tumeshamwomba Mungu tunataka kutumiwa na yeye. Matendo ni bora kuliko maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo tutaenda kuangalia vitendo vichache ambavyo mtu ukivifanya utajikuta unatumiwa na Mungu aidha kwa kujua au kwa kutokujua. Unajua wakati mwingine Mungu anaweza akakutumia pasipo kujua. Na kuna kipindi ambacho Mungu anakutumia na unajua kabisa unatumiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaweza nikaingia wazo kwenye akili yako kwamba hebu leo nitoke nichukue hichi kitu niende kwa watoto yatima. Hilo ni wazo lako tu. Pengine umeamua tumesema hichi ngoja nikitumie. Lakini kabla hujaenda, pengine yule ambaye unampelekea aliomba jana na akaonyeshwa kwamba unakuja, mtu fulani atakuja. Kwa hiyo wewe umekuwa sehemu ya kuchaguliwa kulitimiza kusudi au kujibu maombi ya mtu mwingine pasipo wewe kujijua. Hapo ni unatumiwa na Mungu pasipo wewe kujijua. Lakini kuna kutumiwa na Mungu kwa kujijua. Ni pale ambapo Mungu anakusemesha nenda kafanye kitu fulani. Hapo unajua kabisa naenda kwa agizo la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni muhimu sana kujua jinsi Mungu anavyotutumia na vile vile kukubali kutumiwa na Mungu katika maisha yetu. Leo tutaenda kusoma Biblia kwa kujifunza mifano kadhaa wa kadha, ambayo hiyo itatusaidia sana kuweza kujua au kufahamu kanuni za kutumiwa na Mungu. Amen. Kwa Mungu anatumia watu sana. Mungu anatumia watu sana. Lakini kabla kuingia sasa kwenye somo ndani, naomba niseme jambo hili. Wakristo wengi katika hizi siku za mwisho ni wavivu wa kusoma Biblia. Wakristo wengi katika hizi siku za mwisho ni wavivu wa kusoma Biblia. Na hilo ni tatizo kubwa sana ambalo ni sugu, ambalo shetani pia anapenda likae ndani ya watu. Anapenda sana lijitengeneze, lijiumbe ndani ya maisha ya watu. Matokeo ya kutokusoma Biblia ni kupata hasara ya kiroho. Hiyo iko wazi kabisa. Ukiwa usome mtu kusoma, kujifunza Biblia, sio tu kusoma kukariri maneno ya siku au kwenda kusikiliza tu mahubiri. Nazungumzia kuwa na ratiba za kwako mwenyewe kujifunza Biblia ni kujiangamiza. Usipokuwa na hizo ratiba ni kujiangamiza kiroho. Hauwezi kupona wala kusalimika katika hichi kizazi ambacho maarifa yanaongezeka kila siku. Maarifa yanaongezeka sio tu ya dunia, hata maarifa ya kumcha Mungu yanaongezeka, na maarifa pia nguvu za giza pia yanaongezeka, hayako vile vile. Vita ambavyo tunapigana sasa hivi vya kiroho sio sawa sana vile ambavyo tunapigana watu wa zamani. Sasa hivi ni vikali kuliko watu wa zamani, kwa sababu kila siku maarifa yanaongezeka. Maarifa ya kidunia yanavyoongezeka na maarifa ya Mungu yanaongezeka, na vile vile maarifa ya dunia yanaongezeka vile vile. Yote tatu yanaongezeka. Isipokuwa maarifa ya Mungu yanapoongezeka habadilishi neno la Mungu. Neno la Mungu linabaki vile vile. Isipokuwa kila siku Roho Mtakatifu anatufundisha mambo, anatufundisha Biblia. Kwa ni lazima kama Mkristo uwe na desturi ya kusoma Biblia. Ninaposema Biblia namaanisha Biblia kama kitabu. Biblia kama kitabu ni muhimu sana kuwa nayo mtu wa Mungu. Kusoma Biblia kama kitabu ni muhimu sana. Ikiwa uweze kusoma Biblia kama kitabu, labda una matatizo tu ya kiafya, labda pengine uweze kuona maandishi, inakulazimu kutumia kifaa fulani. Lakini kama una afya nzuri, kama hauna tatizo lolote la kiafya, hauna tatizo lolote ambalo linakuzuia wewe kusoma Biblia, tafuta Biblia kama kitabu kanunue. Changa hela yako kanunue. Jizuie kula hata siku 3-4. Zile 2,200, 3,300 funga. Tengeneza changa, pata fedha kanunue kitabu kinachoitwa Biblia. Siku tunazoendelea zinazozidi kwenda, hichi kitabu Biblia kitakuja kuondoka kabisa. Vitabu vya Biblia vitakuja kufutika. Tunaishi katika dunia sasa hivi. Sasa hivi dunia inatupeleka kuwa na Biblia za kwenye simu, ambazo sasa hivi zinaweza kuanza vizuri, tunakuwa nazo vizuri, tunakuwa tunasoma, tunakuwa tunajifunza Biblia, tunakuwa tunaenda nazo, zinakusaidia. Unaona kama ukisoma kwenye Biblia kwenye simu na kwenye kitabu zinafanana. Ni kweli sasa hivi tuko katika hatua. Lakini siku zinapozidi kwenda, hii Biblia kwenye simu inaweza kupunguzwa baadhi ya vitu kidogo kidogo. Sasa hivi na hakika kabisa kama tunazo simu hapo, naweza nikafungulia Biblia ambazo zinajulikana ni sahihi, nikaonyesha kuna mistari hapo. Utashangaa sana. Na kuna watu tushalijua hiyo. Sasa siku zinapozidi kwenda, teknolojia inapozidi kukua, itafika kipindi hizi Biblia zote utatokea kitu kinachoitwa kwa update. Biblia ambayo iko sawa inakuletea kwa update hizi kutumia. Tunajua hata tukitumia WhatsApp inatokeaga hiyo hali, si ndio? Unatumia WhatsApp unashangaa WhatsApp imegoma ghafla afu unaambiwa update. Ukisha update inakuja wanasema vision toleo jingine jipya.
Kwa vile vile hizi Biblia za kwenye simu ni application hizi. Itafika kipindi utaambiwa tu update. Ukisha update inakuja toleo jingine limeshaondoa vitu vingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia hii ya kitabu imeandikwa, hauwezi kuiupdate. Inabaki vile vile siku zote. Biblia za kwenye simu wameshaanza sasa hivi kutoa vile vinukta mkato vidogo vidogo. Wameshaanza kutoa vile mistari ile mikato ambayo ni ya muhimu sana katika kujifunza Biblia. Biblia kwenye simu haina kitu kinachoitwa index, marejeo huko chini. Hizi Biblia zote zina marejeo huko chini au huko pembeni, ambazo zinamsaidia msomaji kuweza kujifunza Biblia vizuri. Zinamsaidia msomaji kuweza kutafakari vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni muhimu sana kulijua hili watu wa Mungu. Ni muhimu sana kulielewa hili watu wa Mungu, kwamba hizi Biblia ambazo tunazo itafika kipindi za kwenye simu zitakuja zote kufutika. Itakuja toleo ambalo utashangaa inakuaje. Niliwahi kuwa na Biblia kwenye simu siku moja. Nayo mpaka sasa hivi ninayo na inanisaidia pia wakati mwingine, lakini siachi kuwa na kitabu hicho. Nikakuta tangazo la Freemason pale chini. Mara kwanza hiyo Biblia ilikuwa haina matangazo. Hairuhusu ads. Kwa wale ambao ni wazoefu wa Biblia au wazoefu wa masuala ya kompyuta, kuna vitu vinaitwa ads. Ads maana yake ni matangazo. Sasa yale matangazo kiuhalisia au kikawaida ni kwamba yanawekwa na wale wamiliki wa zile tovuti au zile application. Kwa sasa hii application ambayo nilikuwa nayo miaka kadhaa ilikuwa haina ads. Kwa maana yake ukisoma unaikuta kama ilivyo. Lakini sasa hivi nikaenda kaifungua nikakuta matangazo yanafika kule chini, lakini tangazo moja hapo kubwa ambalo lilikuwa linatisha nilikuta tangazo la Freemason. Hii sio nimeambiwa na mtu, mimi mwenyewe nimeshuhudia katika kifaa changu kinachoitwa simu. Kwa wakati nafungua naangalia nakutana na tangazo lile. Sasa kama hawa wamiliki wa Biblia application hizi wanaweza kuruhusu matangazo kama hayo yapite kwenye application yao, wanaweza wakajali kule hali yako kiroho. Hawako katika kama tunavyofikiria kwamba wako kwa ajili ya kukusaidia. Wengi wako kifaida zao. Na wengine wanatumiwa na ibilisi katika kufanya haya mambo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hilo ni muhimu sana kulizingatia watu wa Mungu. Tafuta kitabu kinachoitwa Biblia. Na Wakristo wengi siku hizi ni wavivu wa kutembea na Biblia. Kiasi cha kwamba mtu anaweza kaogopa kutembea na Biblia, kutoka nayo hapa hadi hapo unaona aibu. Ukishaanza kuona unaona aibu kubeba Biblia kutembea nayo barabarani, jiulize mara mbili. Kuna shida katika roho yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanya zoezi siku moja la kuchukua Biblia, sema mimi nitaichukua Biblia nitatembea nayo mwenyewe. Maana yake nitatoka nayo hapa nitaenda nayo sehemu ambayo nataka. Popote pale. Fanya hilo zoezi katika maisha yako. Utaona mambo yanavyoenda. Ndipo utakapojijua kwamba wewe ni Mkristo kweli kweli au ni Mkristo vuguvugu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiona wewe unaogopa kutembea na Biblia, aidha unaweka tu kwenye mikoba kila wakati, unaogopa. Kwa nini uogope kitabu kinachoitwa Biblia kutembea nacho? Kupanda nacho daladala. Kwa nini unaogopa? Unaona aibu kwa nini? Sawa, kuna wakati ambapo unaweza kuwa unatembea, ukasema kwa kujili ya kuhifadhi hichi kitabu changu kisidhurike au kisipate matatizo. Kwa na sababu kweli za kuweka kwenye mkoba. Labda unasafiri au unafanya kitu kingine, hiyo ni sababu ya msingi. Lakini kama hauna sababu nyingine yote ya msingi, usikae hata siku moja kumwonea aibu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo nataka tujifunze kuhusiana na kukubali kutumiwa na Mungu. Ujumbe leo una kichwa kinachosema kubali kutumiwa na Mungu. Kubali kutumiwa na Mungu. Kubali kutumiwa na Mungu. Na ujumbe huu unahusiana pia na masuala ya kusoma Biblia, kuwa na Biblia na kusoma. Ujumbe huu unahusiana pia na kusoma Biblia, kuwa na Biblia na kusoma. Kwa hiyo jitahidi uwe na Biblia. Kwa nini nakwambia leo ni muhimu sana kuwa na Biblia? Bwana Yesu kuna kipindi baada ya kufufuka kwake, baada ya kufufuka Bwana wetu Yesu Kristo, aliotokea watu wengi. Wa kwanza Biblia inasema alitokea Maria Magdalena. Baadaye akaja akatokea mitume wengine na wanafunzi mbalimbali karibia 500. Na kipindi ambacho wanatokea kuna tukio moja lilirekodiwa katika kitabu cha Luka sura 24. Ambapo hili tukio lilikuwa linazungumzia kuhusiana na watu wawili ambao walikuwa wanaenda kijiji kimoja kinachoitwa Emau. Na walipokuwa njiani walikuwa wanazungumza habari za kufufuka kwa Yesu. Kwa wakati wanazungumza habari za kufufuka kwa Yesu, sio niseme bahati mbaya bahati nzuri, Yesu akaungana nao. Yaani wanazungumza habari za kufufuka kwa Yesu, alafu Yesu akaungana nao na akafungwa macho yao wasiweze kumjua. Na walipofungwa macho yao wasiweze kumjua Yesu, akawa anatembea nao, akaanza kumuelezea Yesu habari za Yesu. Yaani anamuelezea mhusika habari zake mwenyewe mhusika. Na yuko nao hapo amuoni. Baadaye wakati anaeleza Yesu akawasikiliza, akajua kasoro zao kwamba hawajaelewa maandiko wala hajui maandiko. Kwa sababu walikuwa na mashaka, pengine yule alifufuka ni yeye kweli au walienda kumuiba au ni nini? Walikuwa na mashaka hayo. Yesu kuna maneno aliyowaambia pale ambayo leo nataka kwanza tuangalie kabla tuingia katika msingi wa somo letu. Luka sura 24 na mstari wa 22 hadi mstari wa 27. Luka sura 24 na mstari wa 22 hadi mstari wa 27. Luka sura 24 mstari wa 22 hadi mstari wa 27. Angalia ile tukio
Tena wanawake kadha, labda nianzie ule mstari wa 13 mpaka 27. Luka 24 mstari wa 13 hadi 17. Biblia inasema hivi: na tazama, siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2. Alikuwa anaenda kijiji kinachoitwa Emau, mwendo wa saa 2 walikuwa wanatembea. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao. Macho yao yakafumbwa wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao jina lake Kleopa akamwambia, je, wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu hata uyajui yaliyotukia humu siku hizi? Hilo ni swali. Akauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na za watu wote. Tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa, wakamsulubisha. Nasi tulikuwa tukimtumaini ya kuwa yeye ndiye atakayekomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote leo ni siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo haya. Tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushtusha, waliokwenda kaburini asubuhi na mapema wasione mwili wake, wakaja wakasema kwamba umetokewa na malaika waliosema kwamba yu hai. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumuona. Angalia, wanamhadithia Yesu habari za Yesu. Akamwambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Hilo ni swali ambalo Yesu alikuwa anauliza. Akaanza kutoka mstari wa 27. Huu ndio nataka tusikilize wote sasa kwa makini. Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Tuishie tu hapo. Angalia, Yesu aliwaambia, nyinyi ambao mna mioyo mizito, msioelewa yote aliyonena na manabii. Hawakuelewa kwa namna gani mambo yaliyonena kwa manabii? Biblia inaweka wazi. Biblia inasema akaanza kutoka Musa na manabii wote kuyasema mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa nirudie tena mstari. Ni muhimu sana kujua mstari. Anasema akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kwa kumbe tatizo la hawa watu leo wafanya wasiamini manabii wote ni kuto kujua habari za Yesu ambazo ziliandikwa kuanzia kitabu cha Musa mpaka manabii wote. Maana kumbe habari za kusulubiwa na kufuka kwa Yesu zilikuwepo katika kitabu cha Mwanzo, zilikuwepo katika kitabu cha Kutoka, zimeandikwa katika kitabu cha Mambo ya Lawi, zimeandikwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume cha Kumbukumbu la Torati, zimeandikwa katika kitabu cha Yoshua, zimeandikwa katika kitabu cha Hesabu, Yoshua, Waamuzi, Samu, vote mpaka manabii, mpaka Yeremia, mpaka manabii wote wakina Daniel, wakina Ezekiel. Akaanza kueleza habari zake mwenyewe. Alikuwa anaelezaje? Anaambia, mlikuwa mnamuona yule kondoo pengine aliyechinjwa pale kipindi cha katika Mwanzo pale, wakavikwa mavazi. Uko ni funua Yesu Kristo. Sadaka Abili aliyotoa alikuwa ni Yesu Kristo. Kipindi ambacho Yona anakaa siku 3 tumboni mwa samaki, uko ni Yesu Kristo. Kwa hiyo wakafunguka macho yao kwa kufunuliwa maandiko. Kwa hiyo kumbe wale watu wangekuwa na uwezo wa kuwa wanajifunza Biblia kuanzia mwanzo hadi mwisho, usingeshangaa kufuka kwa Yesu. Kwa habari zake Yesu zilikuwa zimeandikwa kuanzia Musa hadi kuanzia kitabu cha Musa mpaka manabii wote. Na sio tu habari za Yesu, nataka nikwambie hata habari za utakatifu hazijaandikwa tu katika kitabu kimoja. Wengi wetu tunajua kitabu kimoja tu kinachozungumzia utakatifu au viwili au vitatu. Lakini hatujui kwamba utakatifu umeanza kuhubiriwa kuanzia Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Lawi, kote. Ukisoma kule utaona utakatifu. Kivipi? Angalia ile sanduku la agano lilivyokuwa au ile nyumba ya Mungu, hema ya kwanza ya Musa. Ilikuwa na sehemu 3. Kulikuwa kuna ua wa nje, kulikuwa kuna ua ndani, patakatifu na patakatifu. Ikionyesha kwamba mtu ametengenezwa katika sehemu 3. Utu wa nje, mwili, nafsi na roho. Kule patakatifu kulikuwa kunawekwa sanduku la agano, sheria za Mungu na amri. Lakini kote utaangalia kwa kunawekwa kunapaswa kuwa kusafi. Kwa ukisoma huko Ufunuo design hiyo utaona utakatifu. Ukisoma kwa Ufunuo design hiyo utaona siku za mwisho. Ukisoma kwa Ufunuo design hiyo kitabu cha Mwanzo hadi Kutoka, kwa Ufunuo Roho Mtakatifu utaona mambo yote ambayo yanatajwa katika Biblia. Kwa ni muhimu sana watu wa Mungu kujifunza Biblia kwa sababu mambo yote yameandikwa kama marudio. Ndio maana kuna vitabu vote viko 66. Kwa sababu kuna vitu ambavyo vimeandikwa huko. Kwa sasa siku leo nataka tujifunze kitu kimoja kuhusu kutumiwa na Mungu. Ujumbe wa leo tena unasema kubali kutumiwa na Mungu. Kubali kutumiwa na Mungu.
Tutajifunza kupitia mifano ya watu wawili, Paulo pamoja na mtu mmoja ambaye anajulikana kama Teofilo. Tushe kumsikia Teofilo. Najua wengi hawajui kumsikia. Leo tutamsikia leo hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni msomaji wa Biblia utakuwa unamjua, lakini kama sio msomaji wa Biblia, leo ni mara yako ya kwanza kumsikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaenda kujifunza kwa mtu anaitwa Paulo. Paulo wote tunajua mara kwanza alikuwa anaitwa Sauli, si ndio? Na alikuwa anaua watu wengi sana, hususan wa Kristo. Alikuwa anaua na kuwaburuza. Kuna kipindi alikuwa anaenda Dameski kwenda kukamata wa Kristo. Alipokuwa njiani akakutana na Bwana wetu Yesu Kristo wazi kwa wazi kabisa. Anapita njiani, yuko na farasi wake na punda wake na kikosi cha askari. Akiwa njiani anaelekea Dameski, akaona nuru imetokea kubwa, inakamulika kote kote. Ile nuru watu wote waliona, sio tu peke yake, na wale wengine wote waliona. Lakini sauti hawakuisikia. Kwa walipoiona ile nuru, wakaanguka chini. Sauli naye akaanguka chini. Pale pale akasikia sauti inamwambia, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Akauliza, wewe ni nani? Yesu akajibu, mimi ni Yesu unayeniudhi wewe. Pale pale alikuwa kipofu. Baada hapo Biblia inatuonyesha akaenda kule alipokuwa anaenda, akakutana na mtu mmoja ambaye kiwalisia alikuwa ni nabii anaitwa Anania. Huyu Anania alikuwa ni mwanafunzi wa pande zile. Akafunuliwa Roho Mtakatifu, akamwekea mikono akafunguliwa. Sauli akabadilika kutoka kuwa Sauli akawa Paulo. Bwana Yesu asifiwe sana. Habari hiyo tunaisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Sasa Paulo alikuwa ni mmoja wapo wa mitume Bwana Yesu ambao walikuwa ni wa mwisho. Ndio maana jina neno Paulo. Paulo maana yake ni tafsiri ya jina Paulo maana yake ni mdogo. Hilo ndio neno la Paulo. Ndio maana kana anasema sehemu zote kwamba mimi ile mdogo kuliko wote. Tafsiri ya jina Paulo ni mdogo. Kwa kule alibadilishwa jina kutoka Sauli na kuwa mdogo. Na hakuwa miongoni mwa mitume 12 wa Bwana Yesu. Hakuwa miongoni mwa mitume 12 wa Bwana Yesu. Kwa ufupi, wakati Bwana Yesu anatembea duniani, Sauli alikuwa yuko na mambo yake. Alikuwa ni Farisayo, Mafarisayo, Biblia inasema hivyo. Alikuwa na mambo yake kabisa. Na alikuja kumwamini Yesu baada ya Yesu kuondoka. Lakini angalia jambo la ajabu sana ambalo limetokea katika historia ya Kristo. Huyu Sauli ambaye ni Paulo, baada ya kumwamini Yesu, Biblia inatuonyesha ndio alifanya kazi kuliko wote. Kuliko mitume wote ambao walikuwa hai. Kuliko kina Petro, kuliko kina Andrea. Kuliko mitume wote ambao walikuwa hai, wakina Matia wote. Nyaraka Paulo alizoziandika kwenye Biblia ni nyingi. Ni zaidi ya 10. Kaziandika Paulo. Kiasi cha kwamba tukifungua Agano Jipya, asilimia kubwa ya nyaraka zilizoandikwa zimeandikwa na mtumishi wa Mungu Mtume Paulo. Sisi tunalijua hilo, si ndio? Kitabu cha Warumi kimeandikwa na Paulo. Kitabu cha Galatia kimeandikwa na Paulo. Wa Korinto, wa kwanza na pili ni Paulo. Wa Galatia, wa Efeso, wa Filipi, wa Thesalonike, Timotheo, Tito, Filemoni, wa Thesalonike na vote vimeandikwa na nani? Na Paulo. Sasa tunajiuliza kwa nini huyu Paulo aonekane ameandika vitabu vingi? Of course tunajua ni neema Mungu ambayo inamchagua mtu. Lakini kwa nini iwe yeye na sio mmoja wapo mitume? Petro kaandika kile kitabu cha Petro wa kwanza, Petro wa pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtume ambaye kaandika vitabu vingi ambaye alikuwa anatembea na Bwana Yesu ni Yohana. Ambaye aliandika kitabu cha Yohana, kaandika kitabu cha Yohana kwanza, wa pili na tatu, na kaandika kitabu cha Ufunuo. Lakini mitume wengine na Mathayo kaandika kitabu kimoja. Lakini hatuoni Tadayo akiandika kitabu chochote kwenye Biblia, ingawa alikuwa ni mtume wa Bwana Yesu. Hatumoni mtume mwingine labda Andrea akiwa na kitabu cha kwenye Biblia. Hatumoni Matia akiwa na nyaraka yote kwenye Biblia. Lakini Paulo ambaye hakuwa miongoni mwa wale mitume 11 au 12 ambao Bwana Yesu baadaye alikuja kuwaruhusu wao 12. Hatuoni wakiwa na nyaraka nyingi kama Paulo. Kuna nini kilichotokea pale? Kuna nini kinachotokea pale? Mbona tunaona kama Paulo ametumiwa sana, naye mwenyewe anakiri kwamba alitumiwa sana zaidi ya wengine? Kwa nini? Tunaona kitu gani hapo? Hata kitabu cha Ibrania hichi pia ni Paulo. Ingawa kinasemekana kile, lakini uandishi ulikuwa ni uandishi wa Paulo. Sasa tunajiuliza kwa nini hatuoni mitume wengine wakitokea huku? Ingawa alikuwa ni mitume Bwana Yesu, lakini huyu anatumiwa zaidi. Kuna siri kubwa sana katika kutumiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii siri kwanza ipo katika uaminifu, ipo katika ukamilifu, ipo katika utakatifu. Ukiwa mwaminifu, ukiwa mkamilifu na ukiwa mtakatifu kwa Mungu, Mungu anakutumia. Lakini hiyo peke yake haitoshi. Kitu kingine ambacho kinahitajika cha ziada ni wewe kuwa mtu wa kutafuta kujua mambo na pia kuwa mtu wa kwenda kuwasaidia wengine. Ukiwa mtu wa kujua kutafuta mambo na kwenda kuwasaidia wengine ni siri kubwa sana kutumiwa na Mungu. Ushakuona bomba ili litoe maji mengi lazima lifunguliwe ile koki, si ndio? Lisipofungua koki haliwezi likapokea maji wala kutoa maji. Lakini ile koki inapofunguliwa halitoi tu maji, lakini pia linapokea maji kutoka kwenye mfumo.
Halikadhalika pia na sisi tukitaka kutumiwa na Mungu ni lazima tufungue koki zetu, koki za maisha yetu, ili kusudi tuweze kupokea kwa Mungu na pia tuweze kutoa. Bwana Yesu Kristo na asifiwe sana. Jina la Yesu Kristo na libarikiwe sana. Kwa namna gani? Sasa naomba tujifunze, kwa sababu tuko katika kujifunza. Kwa kuwa makini sana, usikubali upite na pointi hata moja. Tukimwangalia mtume Paulo, kitu gani? Angalia zile nyaraka ambazo alikuwa anaziandika. Asilimia kubwa zile nyaraka ambazo Paulo alikuwa anaziandika, hakujua kabisa kwamba zitafika duniani kote. Hakujua kabisa kama zitafika duniani kote. Yeye alikuwa akiandika waraka, anasema sasa huu ni waraka wa kwangu mimi, naandikia kanisa liloko Korinto. Kwa hiyo alikuwa analenga kujenga watu wa kanisa la Korinto, mtume Paulo. Lakini pia nyaraka nyingine ambazo alikuwa anaziandika, alikuwa analenga kanisa la Thessaloniki. Alikuwa analenga kanisa la Wagalatia na Waefeso. Yeye moyo wake ulikuwa ni kuwafundisha watu au kuwaelekeza, kuwapa maelekezo lile kanisa la sehemu husika. Nitengeneze picha mimi ni Paulo labda, natoa mfano ili tuweze kuona vizuri. Alafu ninajua kuna kanisa liko Ngaramtoni. Alafu kuna lingine liko Moshi. Alafu kuna lingine liko labda kule Sanyajuu, lingine liko labda Babati. Makanisa hayo najua yako kule. Alafu niko hapa sasa naandika waraka wa kuwatia moyo labda wale watu, au kuwafundisha, kuwapa maelekezo. Kwa sababu pengine mimi ndo nilienda kupanda ile kanisa kule, nikapita nikasimama. Sasa siwezi kufika kule, naandika barua iwafikie wale kule, iwatie moyo. Kwa hiyo naketi chini naanza kuandika kwa kanisa liloko labda Kilimanjaro, amani ya Kristo pamoja nanyi labda. Alafu naongea kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu kuwafundisha watu wa pale. Kwa hiyo naandika ile waraka na upeleke ile waraka katika ile kanisa la pale Kilimanjaro. Natoa tena mwingine na uandika na upeleka katika kanisa la Mtwara au sehemu nyingine popote pale. Alafu ajabu ni kwamba katika kuandika zile nyaraka na kuzipeleka kule, unapita wakati ambapo labda mimi naondoka duniani. Alafu labda napelekwa miaka 1000 mbeleni, nakuta zile nyaraka ambazo niliandikia kanisa kule zinasomwa duniani kote. Ni jambo ambalo litanishangaza mimi, si ndio? Kwa mtume Paulo na yeye wakati anaandika zile nyaraka, yeye alikuwa anaandika akijua kabisa hizi zitaenda kwa kanisa la Korinto. Na kama zitatoka katika kanisa la Korinto zitasomwa na makanisa kando kando. Lakini hakujua kabisa kwamba kazi anayoifanya itakuja kusaidia dunia nzima. Hakujua hilo. Hata sasa hivi hakulijua kabisa kwamba hii nyaraka nazo ziandika zitapelekwa kwa dunia nzima. Maana pale angeandika na kusema napeleka waraka kwa dunia nzima, tungesema alikuwa no. Lakini alijua tu anaifanya kazi katika nafasi aliyopewa kwa uaminifu wote. Kwa akaketi chini, akamwomba Mungu, akamfunulia, akaandika waraka ule. Hatujui sasa kama wale wengine ambao walioko kule Korinto au Galatia wenyewe ndio waliomba kwamba andikiwe waraka atuelewe. Lakini kwa vovote vile ni lazima yeye aliandika waraka kuwapelekea watu wa kule vile. Lakini angalia kazi yake ilivyokuja kuwa na matunda, Mungu alivyoitukuza. Kwa sababu gani? Maisha alikuwa anaishi ni masafi na matakatifu, lakini sio tu masafi na matakatifu, lakini pia alikuwa na nia ya kuwasaidia watu. Kwa hiyo zile nyaraka zikawa zinasafiri, zikaenda kule, na Mungu akasema sasa hizi hazitafaa tu kanisa la Korinto, bali zitafaa dunia yote. Mungu anajua jinsi ya kuyatunza maandiko, kuyatunza mambo ya kweli, yasipotee, yasifutike. Kwa hiyo yale kutunzwa kwake mpaka leo hii tunaposoma, tunajua mojawapo nyaraka zimekuwa ni standard ya kwetu sisi wa Kristo tunatembea nazo. Kiasi cha kwamba ukiniletea mimi habari nyingine tofauti na Biblia sikuamini. Ukimpelekea mtumishi mwingine habari kinyume na Biblia hawezi kukuamini. Kwa nini? Ni kwa sababu Biblia imeweka wazi. Biblia imetukuzwa na Roho Mtakatifu. Nyaraka za Paulo, mtume Paulo zimetukuzwa. Na za wengine wote. Hapa natoa tu mfano kwa mtu mmoja Paulo. Kwa hiyo usione kama anatenga wengine. Bwana Yesu na asifiwe sana. Kwa sasa angalia, Paulo anaandika nyaraka zinaenda kwa wote, zinawasaidia. Kwa kumbe njia moja wapo ya kutumiwa na Mungu sio tu kumuomba Mungu, lakini pia ni kutenda jambo fulani. Kwa sababu hicho unachokitenda leo, wewe unaweza ukakiona hakina matokeo makubwa, lakini huwezi jua Mungu anakitunza, atakitunza kusaidia watu wangapi. Huwezi jua Mungu anakihifadhi kusaidia watu wangapi. Maisha ya Yesu Kristo sio kwamba alipokuwa anazaliwa basi walikuwa wanaandika na daftari pale kwamba sasa hivi katoka hivi, hapana. Biblia inasema wakati yale matukio yanaendelea, Mariam akaanza kuyatia moyoni matukio ambayo Yesu alikuwa anafanya. Alikuwa anatia moyoni. Na alipokuwa anatia moyoni hakuwa anaandika. Ulipofika wakati watu walimfuata Mariam, wakamwambia tueleze mambo yalikuwa yanaendelea. Mariam ndo akawa anawaambia alivyozaliwa ilikuwa hivi na hivi. Kwa Mariam ndio aliyotoa habari za kuzaliwa kwa Yesu kwa watu. Na baadhi ya watu ambao walikuwepo kipindi kile, ambao walikuwa hai, walikuwa wanajua matendo yake Yesu Kristo. Kwa maisha yake Yesu alikuwa anaandikwa, lakini sio kuandikwa tu kubaki kwenye Biblia, kuwa ushuhuda na kutusaidia hata sisi watu wa vizazi hivi. Kwa kila mtu katika maisha yake
kuna kitu anakiandika. Kila mtu katika maisha yake kuna kitu anakiandika. Kuna mambo anaandika, kuna ushuhuda anaoandika. Na huo ushuhuda aidha usimame baadaye kuwatengeneza, kuwavuta watu kwa Kristo zaidi, au baadaye uweze kuhukumu au kuharibu watu wengine. Ndio maana kuna umuhimu sana kuangalia maisha ambayo mtu anaishi, kwa sababu ni vitabu vinaandikwa. Unaandika kitabu chako, kitasomwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nebukadreza hakujua kama tutakuja kumsoma leo. Yuda hakujua kwamba leo hii tutamsoma maisha yake mpaka leo hii hakujua. Watu wote kwenye Biblia wenyewe kwa wanaona tu hakuna mtu yote anayefuatilia maisha yangu anaandikwa. Kumbe maisha yanaandikwa. Hata maisha yako yanaandikwa. Kama sio watu wanaandika katika akili zao ili baadaye waje kuyasema, basi itakuwa mbingu na nchi zinaandika, zinarekodi maisha yako. Siku ya hukumu kwenye kitabu kile cha Ufunuo 8 Biblia inasema vitabu vitafunguliwa na kitabu cha uzima kitafunguliwa. Vile vitabu ambavyo vitafunguliwa ni vitabu vya kwenye Biblia, lakini pia ni vitabu vyetu sisi, maisha yetu. Kila mmoja atahukumiwa kulingana na mambo yaliyoandikwa katika vile vitabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa huyu alikuwa ni Paulo, kaandika waraka kwa kanisa la Korinto. Lakini hakuwa andiki tu kwa makanisa. Alikuwa anaandika pia kwa watu binafsi. Alimwandikia Tito, alimwandikia Timotheo, alimwandikia Filemon. Labda naomba tuangalie jinsi zile nyaraka zilivyo. Nataka nikuwekee chachu wa kusoma, kujifunza Biblia zaidi tu ya kuisoma. Zaidi tu ya kuiangalia. Kwa sababu Biblia ina siri nyingi na ina mafunuo mengi sana. Yaani nikuwekee tu, yani ujue tu kwamba Biblia sio karatasi moja mbili. Biblia ni kitabu hichi hapa. Kimebeba siri nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Chochote unachokitaka kwenye cha maisha kukijua kiko ndani ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Tito. Twende kwenye kitabu cha Tito. Tito sura ile ya kwanza. Na ule mstari wa kwanza nitasoma hadi ule mstari wa 4. Tito sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 4. Biblia inasema, Paulo mtumwa wa Mungu na mtume wa Yesu Kristo kwa ajili ya imani ya wateule wa Mungu na ujuzi wa kweli ile iletayo utauwa, katika tumaini la uzima milele ambao Mungu asiyeweza kusema uongo aliahidi tangu milele. Tito sura ya kwanza hiyo. Alafu anasema akalifunua neno lake kwa majira yake katika ule ujumbe niliowekewa amana mimi kwa amri ya Mwokozi wetu Mungu. Mstari wa 4 anasema kwa Tito mwanangu. Alisema kwa Tito mwanangu, sio kwa watu wote wa duniani. Kwa Tito mwanangu, hasa katika imani tushirikio. Neema na iwe kwako na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu Mwokozi wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeona hapo anasema kwa Tito mwanangu. Lakini yeye alimtumia Tito akamwandikia barua. Sasa hivi tunaisoma duniani kote. Si ndio? Twende kwenye kitabu cha Filemon karatasi moja mbele. Mstari wa kwanza pale. Sura ya kwanza mstari wa kwanza. Anasema Paulo mfungwa wa Kristo Yesu na Timotheo aliye ndugu yetu, kwa Filemon mpendwa wetu, mtendakazi pamoja nasi. Hebu angalia hiyo sura, ni sura moja tu. Tengeneza picha, ujumbe huu mfupi tu, sura moja leo hii mtukuzwa duniani kote. Mtu alimwandikia tu mtu fulani anaitwa Filemon, lakini leo hii tunasoma hapa. Kwa kumbe kilichoandikwa kwa mtu mmoja leo hii kinasoma kwa maelfu. Sio ajabu Yesu alisema mtakao sema katika giza yatajulikana hadharani. Na kila kitu ambacho mtu amekitenda atakitoa hesabu yake siku ya mwisho. Sio ajabu kabisa. Ni kwa sababu gani? Vimeandikwa vyote. Fungua tena karatasi moja. Okay, turudi nyuma kidogo kwenye Timotheo wa kwanza, afu tutaenda kusoma sasa maandiko mengine. Waraka wa Paulo kwa Timotheo sura ya kwanza mstari wa kwanza. Anasema Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa amri ya Mungu Mwokozi wetu na Kristo Yesu taraja letu. Kwa Timotheo mwanangu. Umeona hapa? Waraka unaandikwa kwa Timotheo mwanangu. Hasa katika imani, neema na kwako na rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Umeona jambo lingine tena hili? Biblia inasema huu waraka uliandikwa kwa Timotheo. Lakini angalia Roho Mtakatifu leo hii anasema sasa sio Timotheo, ni wa kanisa la dunia nzima. Kwa hiyo hizi nyaraka zote mara kwanza Paulo aliziandika vile, akijua labda zitaenda kulisaidia kanisa la Korinto kwa muda. Lakini leo hii Roho Mtakatifu kazifanya kuwa nyaraka za dunia nzima. Hii ndio standard yetu. Kwa hiyo sasa hatuwezi kusema tena huu ni waraka wa Korinto kwa Korinto. Ujumbe unahusu wa Korinto tu, hapana. Unatuhusu sote. Hatuwezi kusema tena ujumbe unahusu tu wa Galatia, hapana. Unatuhusu sote. Lakini aliyeandika alijua unaenda kwa Galatia. Aliyeandika alijua unaenda kwa watu wengine. Hakujua kwamba katika kizazi cha siku za mwisho kitasomwa mpaka tunamaliza nyakati. Kwa hiyo Paulo ana thawabu kubwa sana. Kubwa sana kwa kazi aliyofanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu alitumiwa na Mungu kwa sababu gani?
kwa sababu alikuwa na moyo wa kuwafundisha wengine kwa uongozi wa Roho Mtakatifu na kuwapa watu wengine kitu alichokuwa nacho, naye mwenyewe kwa kutafuta, kwa sababu alikuwa anasoma Biblia. Biblia inasema Paulo alikuwa wakati Timotheo anamwambia niletee na vile vitabu vya ngozi. Maana yake Paulo alikuwa anasoma sana. Sehemu nyingi Paulo amenukuu habari za Ayubu. Amenukuu katika katika kitabu cha Mithali, katika mistari ya Zaburi. Mistari mingi sana Paulo. Kama ni msomaji wa Biblia utaigundua. Kainukuu kule. Kwa alikuwa ni mtu msomaji sana wa neno la Mungu. Sasa tuishie hapo. Nataka sasa tukamwangalie huyu mtu anaitwa Teofilo. Sasa huyu ndio nilikuwa nataka leo tumwangalie, tuweze kujifunza kitu, tuunganishe na za habari za mtume Paulo. Teofilo tunamsoma katika kitabu kile cha Luka sura ya 1 na katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 1. Luka sura ya 1. Luka ambaye tunamjua Biblia inatuambia alikuwa ni tabibu. Tabibu ni daktari, Luka. Lakini alikuwa miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Kwa hizi injili ambazo tunazisoma Mathayo, Marko, Luka, Yohana. Luka na Marko hawakuwa katikati ya wale wanafunzi 12 wa Yesu. Aliyekuwepo ni Mathayo tu na Yohana basi. Lakini tunaona hawa wamekuja kutokea wakaandika injili za Bwana Yesu. Kuna nini pale? Lazima pia tujifunze mambo haya. Bwana na asifiwe sana. Ili tuweze kujua mashujaa wa imani walikuwa wanawezaje kushinda vita na kuweza kupata taji zilizo bora. Kwa Luka, naomba tusome sasa sura ya 1. Kuna kitu pale nataka tukiangalie. Ukisoma Biblia usianzaje tu kuanza kukimbilia na kuanza kusoma Luka. Unaanza sura ya 5 unatafuta kipindi ambacho Bwana Yesu alikuwa anaenda Nazareti, sio anafanya miujiza hiyo. Sio mtu wa hivyo. Kwa mtu wa kujifunza Biblia. Ukifungua kitabu kule cha mambo ya Lawi ukaanza kuona huyu kamzaa huyu, usione ni upuuzi. Fuatilia vile kuna kusudi kwa nini Mungu ameruhusu vile vizazi viandikwe kwenye Biblia. Kwamba fulani kamzaa fulani, fulani kamzaa fulani, akaishi miaka fulani. Kuna muhimu sana, fuatilia sana. Ndio maana nasema katika mwaka fulani fuatilia hizo. Asijaandikwa tu kujaza Biblia, zina maana. Kuangalia sasa hapa katika sura ya 1 Luka, tuanze kwa kusoma sasa kitabu cha Luka ili tuweze kuelewa. Luka sura ya 1 anasema kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu, kama walivyotuhadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Nimeona vema mimi nami kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo kukuandikia kwa taratibu, Teofilo mtukufu, upate kujua hakika ya mambo yale uliyofundishwa. Tushia. Kwa kumbe kitabu cha Luka hichi tunachokisoma ni waraka wa Luka, sio kwa dunia nzima. Ilikuwa kwa mtu anayeitwa Teofilo. Huyu Teofilo hajaelezewa kwenye Biblia alikuwa ni nani. Lakini inasadikika alikuwa ni mtu mmoja mkuu. Ndio maana anasema kwa mpendo. Alikuwa ni mtu mmoja mkuu. Na alikuwa anatafuta kujua habari za Yesu. Alikuwa anatafuta kujua habari za Yesu, jinsi alivyokuwa, alipozaliwa, alivyokuwa anaishi. Na alipokuwa anajaribu kutafuta, akaenda akamtafuta anaitwa Luka ambaye alikuwa ni tabibu. Luka alikuwa ni daktari, alikuwa ni tabibu. Alikuwa anaongozana na Bwana Yesu, lakini alikuwa miongoni mwa wale wanafunzi 12 wa Yesu. Sasa Luka alipokutana na huyu Teofilo, hatujui Teofilo alimwambia nini, lakini aliomba kujua uhakika wa mambo hayo. Luka ndo akaanza kwenda kutafuta uhakika wa mambo hayo kuhusu kuzaliwa kwa Yesu mpaka kufufuka kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaona hapa Luka katika kitabu chote cha Luka akitoa mapendekezo yake yeye. Alikuwa anatoa ushuhuda wa Yesu Kristo, jinsi alivyozaliwa. Kwa hiyo alienda kutafuta kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu usahihi wa mambo hayo. Maana yake kuna watu wengi walikuwa washazungumza habari za Yesu katika njia ambayo sio sahihi. Walikuwa washazungumza, wameshatunga habari nyingi. Lakini huyu kwa kufunua Roho Mtakatifu akatuliza akili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akaenda kutafuta kwa usahihi habari za Yesu. Akazipata kuanzia kuzaliwa kwake mpaka siku ile alipokufa pale msalabani. Alafu akaziandika kwenye kitabu. Alipoziandika kwenye kitabu akachukua ule waraka, akaenda akampa Teofilo. Akamwambia huu ndio usahihi wa mambo yote. Waraka huu ambao alienda kumpa Teofilo, ambaye alikuwa ni mkuu, pengine alikuwa anatafuta kujua habari za Yesu, akaupokea Teofilo akauamini. Lakini angalia jinsi Mungu jinsi wa ajabu, akautukuza huu waraka kwa sababu ulikuwa umebeba usahihi wa mambo. Ukaa katika mojawapo wa injili 4 za Bwana wetu Yesu Kristo. Yuko wapi Andrea? Unamwona Andrea katoa shuhuda? Hayupo, si ndio? Yuko wapi Tadai? Hayupo. Yuko wapi Matia ambao alikuwa ni wanafunzi wa Yesu? Hayupo. Petro hajaandika kitabu chote cha injili. Lakini huyu Luka ambaye hakuwa miongoni mwa
wanafunzi 12. Aliweza kwenda kuchimbua kama Paulo alivyokuwa na uwezo wa kwenda kutafuta na kuandika na kuwatumia watu. Na huyu naye pia vile vile akafanya juhudi kwenda kutafuta habari za habari za nani? Za Yesu Kristo, kuzaliwa kwake mpaka kufa kwake, akaziandika. Kiusahihi kabisa. Ndio maana huwezi kuona zinakinzana na Mathayo, huwezi kuona zinakinzana na Luka na Marko, huwezi kuona zinakinzana na Yohana. Kaandika kiusahihi kabisa habari za kuzaliwa kwa Yesu mpaka kufuka kwa Yesu. Kwa angalia jinsi Mungu alivyomtumia Luka. Unaweza ukashangaa sana. Kwa nini amemtumia Luka katika kiwango hiki? Ni kwa sababu ametia moyo wake. Hapa anasema nami pia nimeona. Hapa anasema nimeona vema mimi nami kwa kuwa nimetafuta usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo kukuandikia kwa taratibu Teofilo tukufu. Kwa alikuwa na umakini sana kufuatilia habari za Mungu. Alianza kujifunza, akajua hili linalosemwa ni uongo, ili ni kweli. Akaenda kuna Maria akamwomba na Roho Mtakatifu akamfunulia, akapata rekodi ya kuzaliwa kwa Yesu mpaka mwisho. Ndio maana usoma kitabu cha Luka ni cha kipekee sana. Ukiendelea hapo kuangalia utaona anaeleza habari za Gabriel alivyomtokea Maria, ambazo hazionekani katika Mathayo, hazionekani katika sehemu nyingine. Ukiendelea huku utasoma habari nyingi sana katika kitabu cha Luka kuhusiana na kuzaliwa kwa Yohana, ambazo uzioni katika kitabu cha Mathayo, uzioni katika kitabu cha Marko. Habari za kina Zekaria unaziona huko. Alitafuta kwa kumwomba Roho Mtakatifu akapata ufunuo. Bwana akatukuza ile nyaraka mpaka leo ipo. Kwa hiyo walikuwepo wengi walioandika habari za Yesu, lakini nyingi ziko zina makosa. Nyingi sana ziko zina makosa. Mungu hajaziruhusu ziwepo katika nyaraka, zikawepo hizi ambazo tunazisoma. Bwana Yesu asifiwe. Sijui unanipata point yangu. Sijui unapata kitu ambacho nataka nikwambie. Yaani nataka nikupe kitu fulani cha kuweza kuipenda Biblia na ujifunze Biblia. Yaani usisome tu Biblia na kusoma hichi kitabu cha maandiko machache. Nataka tuanze kujifunze kuchambua na kuiangalia Biblia katika jicho lingine. Kwa sababu habari zote zinazohusiana na maisha yetu zimefungwa katika Biblia. Kanuni za kumtumikia Mungu, kanuni za kufanya mambo yote zimefungwa katika Biblia. Bwana na apewe sifa sana. Ukiwa ni uwezo mkubwa wa kujifunza Biblia katika namna hii hutapelekwa na upepo. Sasa Teofilo aligundua sasa hivi kuna upepo elimu unapita kwamba Yesu sijui alikuwa hivi, mara alikuwa anafanya hivi. Akaenda kumtafuta mtu mmoja Teofilo na yeye. Akasema ngoja nitafute mtu mmoja ambaye yuko makini sana. Pengine akaona ni msomi, labda anaweza akafaa. Akamtafuta Luka, akamwambia mimi nitafute usahihi wa mambo haya. Luka akaanza kutafuta, akaandika mambo haya. Teofilo akaacha kupelekwa na upepo wa kila namna. Kwa sababu alitafuta kujifunza kwa watu ambao wanajua. Akapokea ufunuo huu ambao mpaka leo hii sisi unatusaidia. Kuna mtu yote anakataa kitabu cha Luka sio kitabu cha Injili ya Yesu? Hakuna, si ndio? Wote tunaamini kitabu cha Luka ni kitabu cha Injili ya Yesu Kristo kamili. Lakini angalia asili hichi kitabu kilivyoandikwa. Jifunze hicho kitu. Sasa utasema imeishia tu hapo. Teofilo akakaa kwa sababu alitokea kipindi cha baadaye. Akapata waraka wa kwanza. Alipopata waraka wa kwanza ambao unahusu habari za Yesu kuzaliwa kwake, akataka kujua kwa sababu alisikia kuna mitume wa Yesu. Kuna kina Petro, kuna kina Andrea, kuna kina Yakobo, kuna kina Paulo. Ni kina nani hao? Akamtafuta tena huyu Luka. Akamwambia mniandikie tena habari za mambo yaliyoendelea baada ya Yesu kufufuka na kuondoka. Luka akaenda akaketi chini, akaanza kutafuta habari za mitume wa Bwana Yesu. Alivyozipata kwa usahihi, akaandika kitabu cha pili, akamwandikia Teofilo. Akamwambia sasa nakuandikia kitabu cha pili ujue baada hapa mambo gani yanafuata. Ndio hicho kitabu cha Matendo ya Mitume ambacho tunakisoma. Naomba tusome kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Hizi anwani usizipuuzie kabisa. Zina maana kubwa sana. Matendo ya Mitume sura ya kwanza na kuzisomea pale mstari wa kwanza anasema katika kitabu kile cha kwanza, huu ni Luka. Kile cha kwanza ambacho kilikuwa kitabu cha Luka. Na alikuandikia Teofilo katika habari za mambo yote aliyoanza Yesu kuyafanya na kufundisha. Sio tu kuyafanya na kuyafundisha pia. Kwa hiyo Yesu alikuwa anafanya na kufundisha. Alikuwa afundishi tu. Alikuwa anafanya na kufundisha. Hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai akiwatokea muda wa siku 40 na kuanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Sasa angalia Luka anaanza kumuelezea Teofilo baada ya Yesu kufufuka, ni kitu gani kinaendelea. Anaanza kushuka sasa. Akamwambia alipofufuka aliwaagiza asiondoke Yerusalemu. Habari ambazo hazijaelezwa na Petro, habari ambazo hazijaelezwa na mtume Andrea, habari ambazo hazijaelezwa na mitume wengine wote. Inakuja kuelezwa na Luka. Akaanza kueleza habari mpaka akafika Pentekoste.
Baada ya Pentecost akaanza kueleza habari za matendo ya mitume. Ndio maana kitabu hichi kinaitwa Matendo ya Mitume. Akaanza kuelezea mitume jinsi walivyotembea na Bwana. Mitume walivyoanza kufanya kazi na Mungu. Wakina Yakobo walivyoanza kutembea na Bwana. Kifo cha kina Stefano akaanza kukielezea. Akaanza kuelezea jinsi mitume walivyokuwa, akaja akamuelezea Sauli ambaye ndo Paulo. Na kuhakikishia hichi kitabu cha Matendo ya Mitume kimetuwezesha kumwamini kwa Roho Mtakatifu Paulo kuliko kitu kingine chochote, kwa sababu kimeelezea jinsi Paulo alivyotokea na Bwana Yesu Kristo na alivyoanza kuwa. Hakuna sehemu yote ambayo kunaelezea historia ya Sauli zaidi ya hichi kitabu cha Matendo ya Mitume. Historia ya Paulo. Ni Luka ndio alikuwa anaelezea. Alikuwa anatembea akaelezea matukio yote paka kufa kwa mitume, paka kipindi ambacho Paulo anapelekwa kwenda kuuawa kule Rumi. Alieleza vyote hatua kwa hatua. Paka alivyoenda kufungwa anapelekwa Rumi kwenda kwa ajili ya kumiminwa kwake. Hatua kwa hatua kaeleza kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa angalia umuhimu hivi vitabu viwili, Luka na Matendo ya Mitume. Tengeneza picha visinge kuwepo labda leo. Leo tumekosa taarifa ngapi? Nyingi sana, si ndio? Nyingi sana. Kasome kitabu cha Matendo ya Mitume, nyingi sana. Lakini angalia hao watu ambao walitumiwa na Mungu, walikuwa wanafanya nini? Waliruhusu kutafuta. Teofilo alitafuta kujua habari za uhakika mambo hayo. Yeye alijua tu najiandikia mimi au naandikiwa mimi zinisaidie mimi na familia yangu. Lakini hakujua kwamba zile habari ambazo wanaenda kuzitafuta kwa watu muhimu hazitamsaidia yeye na familia yake, bali zitawasaidia watu, mamilioni ya watu wanaokuja katika vizazi huko mbele. Kwa sababu pengine Paulo alijua labda au Luka alijua kwamba Kristo anakaribia kurudi labda katika karne yao. Kujua kwamba kuna miaka 2000 inayokuja huko mbele ambao vitatokea vizazi vingi ambavyo vitahitaji hizo information, hizo taarifa. Na Mungu akazitukuza. Laiti Luka angeona kitabu ambacho aliandika cha Matendo ya Mitume leo hii kimekuwa standard, angemtukuza sana Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hali kadhalika na sisi pia maisha yetu tunaandika. Maisha yetu yanaandikwa. Bwana asifiwe sana. Na pia kitu chochote ambacho unakifanya, ukitaka Mungu akutumie, kifanye kwa kumaanisha. Unaweza ukatoka tu na kipeperushi chako tu hivi unaenda hapo mtaani kuhubiri. Wewe ukaona hichi kitu ni cha kawaida, tunaandika tu na natoa kipeperushi changu naenda kuhubiria watu kwenda habari za ufalme wa mbinguni. Wewe ukaona ni jambo la kawaida kwa sababu unaona ni jambo la kuhusu tu wewe maisha yako. Huwezi kujua unaangaliwa katika namna gani na hicho unachokifanya kinabeba ushuhuda kiasi gani. Kuna ushuhuda mmoja tulishawahi kujifunza hapo. Kuna mhubiri mmoja alikuwa anaitwa Rick Jonya, mpaka sasa hivi yuko hai. Alikuwa ni nabii. Huyu Mungu alimpa neema, alikuwa anampa neema ya kupata maono. Achana na maono mengi ambayo sasa tunaona amesaga fake. Mengi asilimia ni fake. Lakini walikuwa anahubiri neno la kweli. Alipata maono. Aliona anachukuliwa juu mbinguni. Alipoona anachukuliwa juu mbinguni akaona kule, akamwona Suleiman yuko katika karibia enzi ya Mungu pale. Alafu akamwona na mtu mwingine pale. Akauliza yule mtu ni nani? Yesu akamwambia yule ni unamfahamu yule? Akamwambia ni nani? Mbona mkubwa sana huyo? Akamwambia huyu unamfahamu alivyokuwa huko duniani. Alikuwa ni kipofu. Alikuwa huko duniani ni kipofu. Anasema kama nakumbuka vizuri ule ushuhuda kwa sababu ni siku nyingi nilisoma, lakini anasema alivyokuwa huko duniani alikuwa anafanya kazi moja tu, kusambaza vikaseti na vipeperushi, kitu kama hicho. Alikuwa anasambaza kwa watu. Lakini katika maisha yake alifanikiwa kumleta mtu mmoja tu kwa Kristo. Na Bwana akamwambia sasa huyu inakuaje amekuja kuwa mkubwa huko? Na kule mbinguni akaonyeshwa mtu mwingine ambaye yuko kawaida. Kaingia, kaenda kaurithi ufalme wa mbinguni, lakini yupo kawaida. Sio hana hadhi kama huyu wa kwanza. Ambaye na huyu imekuaje? Anasema na huyu alikuwepo duniani na pia alikuwa ni mwinjilisti. Akaanza kuonyesha mwinjilisti ambaye alikuwepo duniani, ambaye alikuwa kwa kawaida. Anasema huyu alikuwa ni mzima na viungo vyote, alikuwa na shida yote, lakini alizaliwa katika familia ya Kikristo. Babake alikuwa ni Mkristo, mamake alikuwa ni Mkristo. Kwa ufupi babake alikuwa ni mchungaji. Na alipokuwa mtu mzima, aliweza kufanya kazi yangu kwa uaminifu. Lakini si kwa uaminifu yote kwa sababu vyote alivyopewa kuvitumia vizuri. Kwa hiyo amekufa, amekuja sehemu sahihi. Lakini mwingine ambaye unamuona ni mkubwa sana huku, huyu akuzaliwa kwenye familia ya Kikristo, kwanza alikuwa ni mnyang'anyi. Alikuwa ni kabla alikuwa kipofu na kiziwi, alikuwa kwanza ni mnyang'anyi, alikuwa na kaba watu ananyang'anya watu. Lakini baadaye alikutana na Injili, akaokoka. Alipokoka akaacha unyang'anyi wake, lakini akasema nataka kumtumikia Mungu. Na alianza kumtumikia Mungu kwa kusambaza viperushi na vikaseti vidogo vidogo kwa sababu alikuwa hawezi kuongea vizuri na alikuwa na shida ya macho na masikio. Kwa akaanza kusambaza viperushi kila mahali na hapo. Anasema alifanikiwa kumleta mtu mmoja tu kwa Kristo maisha yake yote.
Na kifo chake alikufa akiwa kwenye barafu, aliganda kwenye barafu sababu ni nchi za Ulaya huko. Aliganda na kwenye barafu wakati anafanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo ndio huko unamuona ni mfalme mkubwa sana. Kama sasa imekuwaje huyu anakuwa hivi na huyu mwingine anakuwa hivi? Anasema kwa sababu huyu alitumia neema yote niliyompa. Na katika hilo kumbukumbu lake limebaki duniani. Naye kuna kipindi ulimkuta duniani ukampita. Akafunguliwa macho akaona kuna kipindi kule alikuwa anahubiri akampita. Lakini mpaka sasa hivi habari zake tunazisoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo alikuwa anafanya kitu ambacho alisi kitafanyika tu, lakini mpaka sasa hivi maelfu watu wanabarikiwa sana na ushuhuda wa mtu. Lakini sio huyo tu, labda ni mtu binafsi. Twende kwenye Biblia. Kuna mwanamke mmoja alienda kumpaka Bwana marhamu. Si ndio? Alikivunja kile kibweta akampaka Bwana marhamu. Alipompaka Bwana marhamu, watu wakaambia upotevu mkubwa namna hii. Singeuzwa hii hapo afu akaenda gawa maskini. Ile marhamu ni perfume ambayo gharama yake ilikuwa ni milioni 6. Sasa hivi tukizungumza sasa hivi. Hizi perfume wanapakaga watu wafalme wakubwa. Ambao ikiwekwa kwenye nguo, hiyo nguo tu ifue mara ngapi mpaka itoke harufu ni muda. Sasa huyu mwanamke alikuwa na hiyo marhamu, pengine alikuwa amekusudia aitengeneze yuze anajua yeye. Lakini alipomwona Bwana siku hiyo akaenda kavunja kibweta akampaka Bwana marhamu. Alipompaka akapoteza milioni 6 yote chini. Akamiminia Bwana pale, yote ikapotea. Hata akasema potevu mkubwa huu namna gani? Potevu tu mkubwa huko, kwa nini anafanya hivi? Lakini Yesu akasema, kwa nini mnamtaabisha huyu mwanamke? Mwacheni amefanya hivi kwa sababu ameniweka tayari kwa ajili ya maziko yangu. Alafu Bwana Yesu kuna maneno alisema pale mbele, alisema popote itakapohubiriwa injili, jambo hili litahubiriwa kwa kumbukumbu lake. Leo tumzungumzie hapa. Tunamzungumzia hapa. Leo azungumzie sehemu nyingine huko, anazungumziwa. Alifanya kitendo kidogo tukumbe kimeandikwa, kimerekodiwa. Pale kulikuwa mtu anaandika maneno ya Bwana Yesu yalitoka, yakabaki kwenye akili za watu. Baadaye watu ndio wakaandika hayo kina Luka, kina nani. Kwa chochote unachokifanya sasa hivi, yamkini unaweza kuona ni kicha kipumbavu, lakini kinarekodiwa katika kupitia macho ya watu au kupitia dunia chochote kile, lakini siku moja kitakuja kusoma. Tengeneza picha sasa hivi unaishi miaka yako ile labda ni 50, 60, 70 umepewa. Wewe unajiona umekwenda umekufa. Unakuja kupelekwa labda kama dunia itakuwepo miaka 1000 mbele. Unapelekwa miaka 1000 mbele. Unayokuta watu wanasoma maisha yako kwenye kitabu. Sio utashangaa sana. Ni hivyo hivyo katika siku za mwisho vitabu vitafunguliwa na kila mtu maisha yake atasoma. Vitabu Funuo, vitabu vikafunguliwa. Na kitabu cha uzima kikafunguliwa. Kwa hiyo ukitaka kutumiwa na Mungu siku zote hakikisha unatenda, unajifunza, unatafuta kujifunza, lakini pia unatenda kile ambacho unajifunza kwa bidii sana. Paulo ndivyo alivyotumiwa na Mungu. Hivyo hivyo Luka ndivyo alivyotumiwa na Mungu. Na mitume wengine wote ndivyo walivyotumiwa na Mungu. Tukiweza kuishi katika hizo kanuni tutafungua milango mingi ambayo sisi wenyewe tutashangaa. Mungu atatutumia katika viwango vikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Lakini hilo haliji kama tuko nje ya Kristo. Hilo haliwezi kutokea kama tupo nje ya Kristo. Kama tujampokea Yesu, hatuwezi kutumiwa na Mungu. Hajalishi utajikuwa umejaa maarifa kiasi gani. Hajalishi utakuwa unajua Biblia kiasi gani. Kama upo nje ya wokovu, haujampokea Yesu, haujatubu dhambi zako kwa kumaanisha kuziacha, haujaacha njia zako mbaya, haujaacha ulevi, haujaacha uasherati, haujaacha uuaji, haujaacha uzinzi, haujaacha kuvaa vibaya, haujaacha mtindo wote ambao unaujua wewe wa maisha, upo nje ya neema au kusudi la Mungu. Hauwezi kutumiwa na Mungu, haijalishi unafanya nini. Utakuwa unatumiwa na ibilisi. Unatumiwa na ibilisi, wala sio Mungu atakayekuwa anakutumia. Lakini kama umeweza kuyaacha yote hayo, alafu umemfuata Yesu kwa kumaanisha kabisa maisha yako, na ukajifunza njia hizo, nakwambia utatumiwa na Mungu kuliko kawaida. Kwa usipuuzie utumishi ambao Mungu kaweka ndani yako. Usipuuzie kitu ambacho Mungu kakiwekeza ndani yako. Wala usijidharau kwamba wewe huwezi kumtumikia Mungu. Mtu atasikwambia namna hiyo. Mtu atasikueleza chochote kwamba wewe huwezi kumtumikia Mungu. Nazungumzia wewe ambao umeokoka kweli, sio vuguvugu. Wewe ambao una ushuhuda wa kimungu. Mtu atasikwambia kwamba hauwezi kumtumikia Mungu. Watu wote tuna uwezo wa kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka tulione hilo watu wa Mungu, tuweze kujifunza na tuweze kujua. Biblia ni kitabu cha kusoma sana, cha kujifunza mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Tenga muda, yani wewe na muda wako maalum wa kusoma neno la Mungu. Sio ule wa kuambiwa na kufundishwa. Wewe mwenyewe kusoma Biblia. Kaa chini, hebu sema leo naomba Bwana, nataka nisome, nataka nione utakatifu na ukamilifu katika kitabu cha waraka labda wa Petro.
Naomba nione unifundishe kuhusiana na usafi na utakatifu wa mwili na roho katika kitabu cha Mambo ya Lawi. Na kwa hivyo utaona vitu vya ajabu sana. Bwana alinifundisha kuhusiana na utakatifu si kupitia maono ya watu, kupitia Biblia. Na hiyo ndio kitu ambacho kilinipa mimi ushuhuda kwa nini naweza kaishi. Ndio maana mtu leo hawezi kuniambia kuhusu ushuhuda. Nimetokea hivi, nimeonyeshwa hivi kuzimu, hivi na hivi. Alafu akanipeleka kwa sababu najua Biblia. Nimehakikishwa kupitia Biblia, sio maono. Sasa hivi watu tunapenda maono. Nikija hapa nikisema jana nimeoteshwa, kuna watu fulani wataenda kuzimu kwa sababu hii na hii. Na hakika wote hapa watabadilika. Lakini nitakuwa nimebadilika sio kwa ufunuo. Nitakuwa nimebadilika kwa sababu ya hofu na uoga. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukipata ufunuo kabisa wa Mungu kupitia Biblia, unapata badiliko ambalo linadumu na upelekwe na upepo wowote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafuta ufunuo kwenye Biblia zaidi ufunuo wa maono na ndoto za watu. Sio kwamba usiziamini, usizisikilize, zisikilize, ziamini, lakini zikakuthibitishie. Tumia Biblia kuthibitisha kila kitu ambacho unakisikia. Kila kitu ambacho unakiona, tumia Biblia kujithibitisha kwamba hicho nilichokisikia, je, kina uthibitisho gani kibiblia? Hichi nilichokiona, je, kina uthibitisho gani kibiblia? Bwana Yesu asifiwe sana. Hichi ninachokifanya, je, kina uthibitisho gani kibiblia? Ukiweza kumishi mtu namna hiyo kwamba kimbilo lako ni Biblia, utapelekwa na upepo. Ndio maana hapa Teofilo akasema, Luka anasema kwa kuwa watu wengi wametia mikono yao kutunga, na mimi nimeona nijitafutie usahihi mambo haya. Teofilo akajua na ngoja nitafutie usahihi mambo haya. Huyu Luka akaanza kusoma, akaenda kuuliza kwa watu sahihi, akapata hapa. Akupelekwa na upepo akaandika kitabu cha Luka mpaka leo hii tunakisoma. Jifunze Biblia. Neno la Mungu jifunze. Ndio maana hapa kila siku wimbo utakuwa ni huo. Yaani utakuwa ni huo wimbo kila siku kujifunza Biblia. Kwa sababu gani? Kwa sababu Roho Mtakatifu ananishuhudia kabisa bado atusome Biblia, atujifunze neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado tunaona Biblia ni mistari 2-3 alafu tunapenda kufundishwa. Tunapenda kwenda kanisani kusikia. Hatupendeki sisi wenyewe kukaa na kujifunza Biblia namna hii. Kiasi kwamba mtu anaweza kupigia simu badala kuulize, hebu tulidiscuss ile andiko, anakuuliza vitu vingine. Anakuuliza mtumishi unaonaje hichi? Ni kosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Inapaswa sometimes tu tunazungumza habari za neno la Mungu. Tunapaswa kuzungumza habari za kuhusu ufalme wa mbinguni kupitia Biblia. Hii ni filamu zaidi ya filamu zote, tamthilia zote tunazoziona kwenye series hizi. Yeah. Na neno la Mungu, uzuri wa neno la Mungu bwana, ni kwamba ukilisoma hivi, ukirudi hivi aliboi, lile inakuwa jipya kila siku. Neno la Mungu linakuwa jipya kila siku. Ukiona unasoma neno la Mungu unasikia usingizi, hizi habari nazijua, umeshambuliwa. Unahitaji kukaa, kuomba, kufanya maombezi ili ufunguliwe. Wewe mwenyewe kukaa na kuomba Bwana nifungue. Lakini neno la Mungu linapaswa liwe jipya kila siku. Yaani kila siku lazima liwe jipya. Hii habari yani lazima urudie, ukirudia hivi unarudia. Tamthilia hii ndio movie yako, hii ndio series zako. Upewe series gani ndefu kuliko hii? Utapenda flash, unaenda kuangalia movie asubuhi mpaka jioni. Na kusaidia nini? Havikusaidia chochote. Si ndio? Tafuta series yako. Sema Bwana naomba unisaidie mimi kama naonaga uvivu kusomaga Biblia, leo niwezeshe. Niwezeshe mimi, hiyo ndio series yangu, hiyo ndio tamthilia yangu, hiyo ndio movie yangu hii hapa. Anza kusoma kitabu cha Waamuzi. Tumeona kuna habari nyingi na hadithi nyingi za kufanya. Hata kama ukitaka kuburudika katika Kristo unapata huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani upoteze muda mwingi kutafakari vitu ambavyo havina msingi, ambavyo kichwa chako unajaza vitu ambavyo havina msingi, ambavyo havina maana yote. Tumia muda wako kujaza vitu vyenye maana, Biblia. Uijue Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaposema kujua Biblia simaanishi tu mistari kwamba nikikwambia vifunguo za Mathayo sura 8 mstari 16 umekariri. Sio hiyo. Jua tu ile concept ya Biblia, unamruhusu Roho Mtakatifu kukusemesha. Hapo. Roho Mtakatifu hawezi kukusemesha kwa kukupa mifano ya kidunia, ni mara chache sana. Atakurudisha huko. Sasa kama hauna record nzuri ya kujua maandiko, huna record nzuri ya kujua Biblia, Mungu atasemaje na wewe? Hawezi kusema na wewe. Atasema na wewe kama una record nzuri ya maandiko katika maisha yako. Kama unajua nini maana ya maandiko. Na Biblia ni kitabu cha kwako cha maisha. Popote unapokwenda unaijua kulikweli, unaisoma, unairudia, unarudia.
Roho Mtakatifu akusaidie. Ni muhimu sana hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunasisitiza hilo kila siku, kila itopo leo. Kwa sababu hivyo vitu bado havipo ndani ya watu. Havipo ndani yetu. Hatujui Biblia, hatujui neno la Mungu. Bado tuko nyuma katika kulifahamu neno la Mungu. Shetani, Bwana Yesu aliweza kufunulia kuanzia Musa mpaka manabii habari zinazomhusu mwenyewe. Unaona nini unaposoma Biblia? Mwingine anachukua Biblia analala nayo kifuani, analala nayo kichwani pale. Haikusaidii chochote. Anasema neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu, sio katika kitanda chako, sio mto. Ndani likae kwa wingi ndani yako. Neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yako. Habari unazopaswa kuzijua zaidi ni habari zinazohusu ufalme wa mbinguni, zaidi ya habari nyingine zozote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutaenda kumwomba Bwana atusaidie. Tukitaka kutumiwa na Mungu, tukitaka tuone mambo fulani, tusome Biblia. Ukitaka leo hii kujua ukamilifu ni nini, utakatifu ni nini, unataka kujua je kufanya hichi kitu ni dhambi, usiende kumuuliza mtu. Kaulize eka ndani ya moyo wako. Lakini mwambie Bwana, naomba nikae chini, naomba tu unifundishe peke yako. Roho Mtakatifu naomba unifundishe, nasoma Biblia. Nachukua hichi kitabu, naomba leo hii unifundishe. Roho Mtakatifu naomba unifundishe kwenye hichi kitabu. Nakwambia hata kama ni kitabu cha Ezekiel kifungue, Roho Mtakatifu atakusemesha. Atakupa uthibitisho wa mambo yote ambayo unaona ni magumu. Atakufundisha. Ukiwa tu unarejea hichi kitu, maandiko ya Mungu mwenyewe. Unajisikiaje kusoma habari ambazo zimetoka katika kinywa cha Mungu lakini zikaandikwa kwenye kitabu? Zaidi zile ambazo zimesemwa na neno la Mungu zikatoka kwenye vinywa vya wanadamu. Hivi vimeandikwa kabisa na Mungu, vimesemwa na Mungu, vikaandikwa na watumishi wa Mungu ambao tumewahakiki hata sisi. Ndio za kuamini zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo Mungu tusilikwepe hilo. Tutafute kumjua Mungu kwenye Biblia. Amen. Basi ninaomba tusimame. Naomba tusimame.